sisi Waislamu tunapopata msiba, kauli mbiu yetu ya mapokeo ni neno moja tu la Kiarabu linalosema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maana yake kwa Kiswahili ni kwamba sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Wasia mfupi ninaoutoa ni kwamba siku zetu za kuishi duniani siku zote sio nyingi. Hata ukijaliwa miaka 90 ni michache sana. Umri wa kuishi kwenye makaburi ni umri mrefu kuliko umri wote wa dunia. Hata ukifariki una miaka 120, lakini leo ukipita kwenye makaburi utaona kaburi la mtu ambaye amefariki na miaka 100, lakini ameishi ndani ya kaburi kwa miaka zaidi ya 100. Kwa hiyo hii tukumbushe kwamba maisha ni hadithi kwa mujibu wa Mzee Mwinyi. Kwa hiyo tuwe hadithi nzuri kwa watakaosimuliwa kuhusu uhai wetu. Wale ambao wamepata nafasi kama tumsifu ya kuitumikia nchi yao, na wengine ambao tuko hai tuliopata fursa Mungu katuruzuku tuitumikie nchi yetu, basi tuitumikie nchi yetu kwa uadilifu, kwa upendo wa hali ya juu, ili tuondoke duniani tukiacha hadithi inayovutia kwa watu wengine. Kamanda ameeleza mazuri ya marehemu na mimi niungane naye. Simfahamu marehemu kwa kina, kwa hiyo siwezi kusema sifa zake kemkem, lakini yale yaliyosemwa na waliotangulia hapa yatoshe kwamba niungane nao kwamba ni sifa njema ambazo marehemu ameziacha. Kwa hiyo niendelee kutoa pole kwa familia. Ni msiba mkubwa, lakini askari wetu amefariki akiwa anatekeleza majukumu yake. Kwa hiyo tuendelee kumwombea dua, tumuombee sala, tumuombe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ampunguzie adhabu, amuondolee dhambi zake za kibinadamu na amweke mahala pema peponi. Lakini jambo la msingi, nimevutika sana kuona Wananzengo tuko hapa kushirikiana kikamilifu. Wako watu katika nchi yetu sasa huwa wanapenda kuchochea chuki baina ya jeshi la polisi na wananchi. Sisi wana Mwanza tusikubali hali hiyo. Uwepo wa jeshi la polisi una manufaa makubwa sana. Leo hii polisi wakisema na sisi tuweke silaha chini, hali ya usalama katika nchi haiwezi kuwa mzuri hata kidogo. Ndio maana vituo vya polisi havifungwi. Ndio maana hata siku ya Krismasi polisi yupo kazini. Kwa hiyo ni lazima tuthamini mchango wa polisi katika kuimarisha usalama wa nchi yetu, na tukatae vitendo vyote ambavyo vinaelekezwa na kuwataka wananchi kuweka chuki dhidi ya jeshi la polisi. Hakuna faida yote ile, badala yake ni hasara kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu wote, poleni sana, lakini huu ni mfano mzuri wa namna ambavyo raia wanashirikiana na jeshi lao la polisi. Asanteni sana Wananzengo wote kwa ushirikiano mzuri na mkubwa ambao mmeonyesha katika msiba huu.